Naomba nielezee kwa kifupi tu namna ya kukusanya mkojo au kupata mkojo kwa ajili ya kufanya upimaji. Na nitaeleza hivi kwa sababu wengi hawajafahamu namna ambavyo unaweza ukaupata mkojo wako ili kupima uweze kupata majibu sahihi kwa ajili ya tiba. Unapotaka kupima mkojo kwa matumizi yote ambayo wataalamu wanahitaji, kuna namna ambavyo tunahitaji kukusanya mkojo. Hii ndio namna sahihi kabisa. Hatua ya kwanza ni kwamba unachukua maji masafi, maji yanayotiririka, maji mazuri. Kwa akina mama, hususan tutazungumzia akina mama, yale maji masafi unaosha uke. Unausafisha vizuri kabisa uke wako vizuri, na maji yawe mengi. Kama utaweza ile chupa ndogo ya maji ya kunywa yote ikaisha, ni sawa tu, au kikombe kikubwa kikajaa maji ukakiosha, ni sawa. Kwa hakikisha kwamba unaosha uke wako vizuri kabisa. Lengo ni kutoa takataka, jasho, majimaji yanayozunguka maeneo ya uke yote kuyaondoa. Baada ya kufanya hivyo, kuosha na kumaliza hilo zoezi, kinachofuata sasa, kwa kutumia mkono mmoja unayatanua yale mashavu. Unayatanua ili lile bomba la mkojo liweze kuonekana, kwa sababu limefunikwa na mashavu. Sasa unapotanua, ile sehemu ya kutolea mkojo inaanza kuonekana, inakuwa wazi. Kwa wakati huo umeshika mkono mmoja umejitanua mashavu, mkono wa pili unashika kile chombo cha kukusanyia mkojo. Sasa unapoanza kukusanya mkojo, hakikisha mashavu umeyashikilia vile vile umetanua, lile bomba la mkojo linakuwa wazi. Kwa hiyo utakojoa mkojo wa kwanza, unatoka wote. Unapokaribia kumaliza, unasema sasa naenda hatua ya mwisho kukojoa, ndio ule mkojo unaukinga. Hakikisha mkojo ule usiguse vidole vyako wala usiguse mashavu yako, ni moja kwa moja unakwenda kwenye kopo safi. Na chombo hiki cha kukusanyia lazima umepewa na mtaalamu, vyombo ambavyo ni visafi, vimetakaswa. Sasa ukifanya hivyo, tunaamini utapata mkojo safi uliotoka ndani moja kwa moja, ambao hauna uchafu wowote, na utapata majibu sahihi. Endapo hutafanya hivyo, kuna watu wanachukua tu kopo la kukusanyia mkojo, anakwenda chooni, anachuchuma, anakojolea mara moja, anaondoka, anapeleka maabara. Kwa kufanya vile ni kwamba ule mkojo unaenda na takataka. Hizo takataka nyingi ambazo ziko ukeni, kuna jasho, kuna vitu vingi vipo, vitaingia kwenye kopo. Sasa wataalamu wakipima, wenyewe wanaangalia kuna uchafu. Wakiona kuna uchafu, basi wanakuambia wewe mkojo wako ni mchafu, na moja kwa moja wanakuambia una ugonjwa wa UTI. Kumbe ule ni uchafuzi wa mkojo. Wakati unakusanya mkojo kutumia mbinu sahihi, na mkojo ulichafuka, na bahati mbaya sasa watakuambia una ugonjwa wa UTI na utaanza tiba wakati hauumwi. Kuna wengine wanasema nimeambiwa na UTI, nimeanzishwa sindano, nimeanzishwa tiba, lakini mimi siumwi, ila mkojo akipima wamesema kuna UTI. Nikipima mara kwa mara mkojo, naambiwa bado kuna UTI, iko 5, iko 10, sio iko 2, iko ngapi. Zile namba zile mara nyingi ni uchafu. Ili tuseme una UTI, ni lazima kuna kiwango maalum ambacho wataalamu tunakitumia kusema sasa hii hapana, hii ni kuna wadudu. Lakini tutatambua hivi endapo umechukua mkojo mzuri kwa mbinu ambayo nimekufundisha. Endapo hutumii mbinu hii, kila siku utaambiwa una ugonjwa wa UTI. Lakini kama utatumia mbinu niliyokuambia, basi mkojo wako utakuwa safi wakati wote na hautakutwa na takataka yote. Endapo tutaona kuna wadudu, tunakuwa na uhakika kweli unaumwa, kwa sababu ni wadudu ambao wametoka ndani kabisa ule mkojo wa mwisho. Lakini ule mkojo wa mwanzo mara nyingi unakuwa na takataka. Kwa hiyo nimeona nielekeza hilo. Utakapokuja clinic, unapotuona tukikuagiza mkojo, basi fanya hayo yafuatayo. Moja, nimesema jisafishe vizuri kabisa ukeni, jitawaze. La pili, utaitanua njia yako vizuri ili bomba la mkojo ulio wazi. Ya tatu, utakojoa kwanza, mkojo wa kwanza uache upotee. Ule mkojo wa mwisho ndio utakaokinga na kuupeleka kwa wataalamu wetu kuweza kupima. Kwa hiyo majibu tukayopata ni majibu sahihi. Kwa hiyo tuyazingatie hayo, na itatusaidia sana kuepukana na ile dhana ya kwamba
nina ugonjwa wa UTI haiponi, ni UTI sugu, hilo tutaondokana nalo kabisa. Na wengi ambao wanakuja clinic tunapoelekeza namna hii ya kutoa mkojo, wengi mkojo wao unakuwa ni mzuri au una shida, na wanaanza kushangaa, mbona mimi kila nikipima naambiwa nina UTI, lakini sasa hivi nikaa nimepona. Naambia hapana, namna uliokusanya mkojo ndio namna sahihi kuliko ile ya kuchukua tu mkojo na kuupeleka maabara bila kutumia mbinu sahihi. Kwa hiyo tuzingatie hayo, yatatusaidia kuepukana na majanga ya kuitwa una UTI sugu au UTI isiyopona. Asanteni sana na karibuni sana hapa kliniki kwa huduma mbalimbali.